unaambiwa kuwa yaone. Wazee wanakipata sasa hivi. Eti unaambiwa Generation Z. Yaani kijana wangu amenishinda kabisa. Yaani kijana ni shida tupu. Shida. Eti ndio unaambiwa Generation Z. Kitu gani lakini kitu? Eti ni maisha digital. Kusumbua wazazi. Kweli. Maisha hii. Oya mzee rada. Malenga kijana wangu. Hiyo njia, hiyo chochoro ambayo unaitumia kijana wangu, mimi nilipita. So kile ambacho nakueleza nakijua, nakifahamu. Wanangu, wasia ambao nakueleza ni wa kujenga njia yako ya baadaye jamani. Na mimi vile nakueleza ujue mimi ndio nilikuleta hapa duniani. Wewe mzee, wacha sasa nikuchane. Starehe yako wewe na hawara wako ndo iliwaletea janga. Sasa kuleni chuma hichi. Usini confuse medula for blangata kabisa. Kama mmeona nasumbua sana, chukua mke wako, huyo hawara wako, ondoka naye. Mnatosha kujitegemea. Vipi jamani? Kwema hapa? Yaani mzee, utoke huko ulipotoka ufike hapa. Ati kwema. Kwema ni wewe. Umesikia? Kwema ni wewe. Sasa nisikilize. Ukiwa umefika umekuta watu wametulia, haujaambiwa karibu. Njia hiyo. Na ukiwa umekuta watu wametulia na mapambano yao, nyorosha. Sasa unajua kitu kinanishangaza zaidi ni kuwa huwa nasikia kuwa wadume wazee wenye midevu ni watu wenye busara sana. Nikasikia vile vile kuwa wazee kuna watu wana nyasi usoni. Sasa hizi zako nyasi. Sasa sikilize, usiniharibie siku kabisa. Kijana, ninakusikitikia sana. Alafu mzee, kuna watu huwa wanazaa. Kweli watu wanazaa watoto. Lakini wewe, hii yako haja kubwa. Hii haja kubwa. Unajua kijana, nguzo ya uyoga ni moja. Na siku utaziona mbili. Hiyo ya pili umejitengenezea wewe mwenyewe. Na alafu nisiondoke na chenji yako. Siku zote unaambiwa umbwa ndo wanatingisha mkia. Lakini nyinyi vijana mnautaka mkia umtingishe umbwa. My lord, I wonder.